Habari kamili. Moscow. Ikulu ya Urusi ya Kremlin imesema maandalizi ya mkutano kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump yanaendelea licha ya wasiwasi juu ya uwezekano wa kuahirishwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amenukuliwa akisema mkutano huo unaandaliwa vyema kwa sababu si Trump wala Putin anayetaka kuharibu mpango huo na kupoteza muda. Wiki iliyopita Trump alitangaza mipango ya kukutana na Putin huko Budapest, lakini hapo jana alidai kuwa hana muda wa kupoteza baada ya Urusi kukataa kwanza usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, licha ya jitihada hizi katika uwanja wa mapambano, bado Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana kwa makombora na droni. Tel Aviv. Serikali ya Israel imetangaza leo kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Ijumaa mjini Tel Aviv. Ziara hiyo inafanyika wakati utawala wa Rais Trump ukijaribu kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza yaliyofikiwa zaidi ya wiki moja iliyopita. Mapema leo, Netanyahu akizungumza mbele ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance ambaye yuko ziarani nchini humo pia alisema Israel inasimamia usalama wake yenyewe na si mlinzi wa Marekani, na aliongeza kuwa serikali yake itaendelea kupambana na Hamas na kuzuia tishio lolote jipya katika ukanda wa Gaza. Tumefanikiwa kufanya mambo mawili: kuweka kisu kwenye koo la Hamas. Huo ulikuwa ni mchango wa kijeshi wa Israel, na juhudi nyingine ilikuwa kuwatenga Hamas katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu, jambo ambalo naamini rais wa Marekani pamoja na timu yake walilifanya vyema sana. Kwa hiyo mambo hayo mawili ndiyo yaliyopelekea kuachiliwa kwa mateka. Hakuna aliyedhani tungeweza kuwatoa. Katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023, wanamgambo wa Hamas waliwaua takriban watu 1200, wengi wao wakiwa raia, na kuchukua mateka 251, tukio lililoanzisha vita vinavyoendelea hadi sasa. Khartoum. Chanzo cha kijeshi nchini Sudan kimesema leo Jumatano kwamba wanamgambo wa RSF wameushambulia tena kwa droni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum kwa siku ya pili mfululizo. Chanzo hicho kimesema vikosi vya anga vya jeshi viliyakabili mashambulizi hayo, ingawa RSF haijadai kuhusika. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Sudan ilikuwa imetangaza kufunguliwa kwa uwanja huo leo baada ya maandalizi ya kiufundi kukamilika, lakini kufuatia mashambulizi mapya haijulikani kama shughuli zitaanza kama ilivyopangwa. Jana Jumane, milipuko kadhaa ilisikika karibu na uwanja huo, wakati mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan akiahidi kuangamiza uasi wa RSF. Vita kati ya jeshi na RSF vinavyoendelea tangu Aprili mwaka 2025 vimeua maelfu ya watu na kuwafanya takriban watu milioni 12 kuyahama makazi yao. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Damascus. Vikosi vya Syria vimesema vimeizingira kambi inayomhifadhi mwanajihadi mashuhuri wa Ufaransa Omar Diaby, anajulikana pia kama Omar Omsen, na ambaye anatafutwa na serikali ya nchi yake. Operesheni hiyo kaskazini magharibi mwa Syria imesababisha mapigano makali katika kile kinachotajwa kuwa shambulio la kwanza la serikali mpya ya Syria dhidi ya wanajihadi tangu kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad. Kwa mujibu wa duru za usalama, kundi la Diaby linalojulikana kama Firqatul Ghurba linalohusishwa na utekaji wa msichana mmoja karibu na mpaka wa Uturuki. Mashuhuda wanasema mapigano bado yanaendelea, huku wapiganaji wa kigeni wakijaribu kupatanisha pande hizo mbili. Omar Diaby anatakiwa pia na Ufaransa na Marekani kwa tuhuma za kuandikisha wapiganaji wa kigeni kwenda Syria. Na hatimaye kandanda. Mshambuliaji wa klabu ya soka ya Liverpool Mohamed Salah na beki wa klabu ya soka ya Paris Saint-Germain PSG Achraf Hakimi ni miongoni mwa wachezaji 10 walioteuliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa Afrika mwaka 2025. Waandaji wa tuzo hiyo, shirikisho la soka Afrika CAF, limetangaza hii leo. Salah alimaliza wa 4 na Hakimi wa 6 katika tuzo ya mchezaji bora wa dunia ya Ballon d'Or ya mwaka 2025. Salah amewahi pia kuchaguliwa kwa mchezaji bora wa Afrika wa mwaka mara 2, huku nahodha wa Morocco Achraf Hakimi akiitafuta tuzo hiyo kwa mara yake ya kwanza. Katika orodha hiyo
ni wachezaji wawili tu ambao wanacheza katika ligi ya ndani bara la Afrika. Wachezaji hao ni raia wa Kongo Fiston Mayele kutoka klabu ya Pyramids FC ya Misri na Osama Lamlou anayecheza klabu ya soka ya RS Berkane ya Morocco. Mshindi wa mara ya mwisho wa tuzo hiyo, Nigeria Ademola Lookman, hayumo kwenye orodha hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Namshukuru sana Suleiman kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale tuliokuandalia jioni ya leo, Wizara ya Afya Gaza yasema Israel imerejesha miili ya Palestina wengine 30 katika ukanda wa Gaza. Watanzania watoa maoni tofauti kuhusu mustakabali wa taifa lao, na mapigano yanaendelea katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka mfuatiliaji wetu na fursa ya kuweza kufuatilia matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Vilevile pia tunapatikana katika tovuti yetu dw.com/Kiswahili pamoja na redio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Wizara ya Afya ya Gaza inayodhibitiwa na Hamas imesema Israel imerejesha miili ya Palestina wengine 30 katika ukanda wa Gaza na kufikisha jumla ya miili 195 iliyorejeshwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Haya yanajiri wakati ambapo makamu wa rais wa Marekani JD Vance akisema bado kuna kazi kubwa ya kufanywa ili kutekeleza kikamilifu mpango wa amani ya Gaza uliobuniwa na Rais Donald Trump. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Wizara hiyo ya afya imesema kwa ujumla miili 57 iliyorejeshwa Gaza kutoka Israel imetambuliwa na jamaa zao, huku miili mingine 54 ambayo haikutambuliwa imezikwa leo Jumatano katika makaburi ya Deir el-Balah. Shirika la ulinzi wa raia la Gaza limesema msafara wa maziko ulianzia katika hospitali ya Nasir kusini mwa mji wa Khan Yunis kuelekea katika makaburi hayo yaliyoko katikati mwa Gaza. Video za shirika la habari la AFP kutoka hospitali hiyo zilionyesha miili kadhaa ikiwa sakafuni imefunikwa kwa mifuko mieupe maalum ya kubeba maiti, huku makundi ya watu yakisimama nyuma ya miili hiyo kwa maombi. Raia mmoja wa Gaza kwa jina Hassan Hamad alisema hakuweza kutambua mwili wa mtoto wake wa kiume aliyetoweka tangu Oktoba 7, siku ambayo wanamgambo wa Hamas walivamia kusini mwa Israel, tukio lililochochea mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati ambao umeendelea kwa zaidi ya miaka miwili. Kila siku nakuja hapa kwa matumaini naweza kumtambua kwa nguo zake alizovaa tangu Oktoba 7, lakini kwa bahati mbaya sijampata. Chini ya mpango huo wa amani ya Gaza uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump, Israel ilipaswa kutoa miili 15 ya Wapalestina kwa kila mwili wa mateka wake mmoja utakaorejeshwa kutoka Gaza. Leo hii jeshi la Israel lilisema limetambua miili miwili ya mateka iliyorejeshwa kutoka huko kuwa ya Aire Zalmanovich na Tamir Adar. Kwingineko, makamu wa rais wa Marekani JD Vance ametahadharisha kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanya kuelekea utekelezwaji kikamilifu wa mpango wa amani ya Gaza. Aliyasema hayo baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika siku yake ya pili ziarani Israel. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ICJ imesema Israel ina wajibu wa kuhakikisha mahitaji muhimu ya watu wa Gaza yanatimizwa. Majaji 11 wa ICJ walisema Israel inalazimika kuunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kutoa misaada Gaza na viunga vyake, pamoja na kuliunga mkono pia shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA. Majaji hao wameongeza kuwa hadi sasa Israel haijathibitisha iwapo baadhi ya wafanyakazi wa UNRWA ni wanachama wa kundi la Hamas kama ilivyodai awali. Haya yanajiri wakati Uturuki na Qatar wakiendeleza juhudi za kulinda mpango wa amani ya Gaza, huku viongozi wao, rais wa Uturuki Tayyip Erdogan na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wakikutana Doha. Hili linaendelea wakati Benjamin Netanyahu akiwa na mashaka ya Uturuki kuchangia majeshi yake kupelekwa Gaza.
Shukran sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Kadri siku ya uchaguzi mkuu inavyokaribia huko nchini Tanzania, Watanzania wanatoa maoni tofauti kuhusu mustakabali wa taifa lao, lakini wengi wakiwa na matumaini ya kupata viongozi watakaoboresha sekta ya elimu, huduma za afya, uzazi na kuwawezesha vijana. Wakati huo huo, wachambuzi wa siasa wanatoa wito kwa wanasiasa kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Najat Omar ametuandalia taarifa hii kwa kina. Katika historia ya uchaguzi duniani kote, ushindani huwa ni jambo la kawaida, hasa katika nchi zenye mfumo wa vyama vingi. Hata hivyo, ushindani huo hauchochewi tu na wingi wa vyama, bali na ushawishi wa vyama vyenye nguvu zinazolingana. Hali hiyo haijatokeza kwa kiwango kikubwa nchini Tanzania, ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kutawala tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Ingawa Tanzania ina vyama vya kisiasa vilivyosajiliwa 19, chama kikuu cha upinzani Chadema kilijiondoa kwenye uchaguzi kwa madai ya kutokuwepo kwa mazingira ya haki, wakisisitiza kauli mbiu yao ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Kutokuwepo kwa Chadema kumetoa nafasi kwa Chama cha Mapinduzi CCM kufanya kampeni bila upinzani mkubwa uliozoeleka. Vyama vingine vinakabiliwa na changamoto ya kukabiliana na chama tawala, huku chama cha ACT Wazalendo kikukumbwa na mgogoro baada ya mgombea wake wa urais Luhaga Mpina kuanguliwa na tume ya uchaguzi kufuatia pingamizi kutoka kwa mwanachama wa chama hicho, ingawa walikata rufaa mahakamani, ila bado hali kwa upande wao si ya kuridhisha. Baadhi ya wananchi akiwemo Karo Mwana-Israel na David Ndunguru wamesema wao matarajio yao kwa serikali ijayo ni kuangalia masuala ya ajira kwa vijana, suala la elimu na huduma za afya. Kitu cha kitamani kwa rais anayefuata, ni lazima kama nchi tuwe na mitaala ambayo ni ya kisasa zaidi, inayoendana na mahitaji ya kisasa ya dunia, lakini pia ni lazima tuwekeze kwenye maslahi mapana na mazuri zaidi. Maeneo ambayo ningependelea rais ambaye ataingia madarakani baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, awe ni rais ambaye ataweka nguvu zaidi katika uwezeshaji wa kiuchumi na upatikanaji wa mitaji kwa wanawake. Mchambuzi wa siasa Petronaus Niagire anasema hali ya kisiasa nchini Tanzania inaweza kugawanywa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza linajumuisha wafuasi wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambao wao wana matumaini makubwa kuhusu mchakato wa uchaguzi na matokeo yanayotarajiwa. Kundi la pili linajumuisha wafuasi wa vyama vya upinzani wakiwemo Chadema na ACT Wazalendo, ambao wao wanaamini kuwa mchakato wa uchaguzi hauna uwazi wala usawa. Huku kundi la tatu linatokana na mitandao ya kijamii, likitoa wito wa maandamano ya kitaifa Oktoba 29, hali inayoongeza mvutano katika siasa nchini Tanzania. Serikali imejibu kwa kutoa matamko kadhaa ya kulaani maandamano hayo yanayopangwa, ikisisitiza umuhimu wa amani na utulivu. Dr. Bavarius Kayonza ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, anasema katika nchi nyingi zinazoendelea uchumi huathirika na jinsi uchaguzi unavyosimamiwa, ambapo mvutano wa kisiasa unaweza kusababisha mshtuko wa kiuchumi. Anaeleza kuwa hali ya kisiasa na ya kiuchumi kwa Tanzania kwa sasa ni tulivu, ikionyesha uwezekano wa uchaguzi wa amani na kuendelea kudhibitiwa kwa hali ya kiuchumi. Ni ripoti yake Najat Omar, asante sana. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano yanaendelea katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini licha ya makubaliano ya ufuatiliaji wa kusitisha mapigano yaliyotiwa saini Oktoba 14 mwaka huu kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 chini ya upatanishi wa Qatar, hali ambayo inatishia kudhoofisha juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance anaripoti. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, mapigano mapya yameripotiwa tangu Jumatatu kati ya AFC M23 na makundi ya wazalendo katika vijiji vya Nyabiondo na Kaanja wilayani Masisi. Jana Jumanne, mapigano mengine makali yalitokea katika vijiji vya Kinyana na Bibwe, eneo la Bashalimokoto katika wilaya hiyo hiyo. Kwa upande wa Kivu Kusini, hali ya taharuki imeripotiwa katika vijiji vinavyopakana na mbuga ya wanyama ya Kauzibiega wilayani Kabare na katika maeneo ya Walungu ikiwemo Nyangezi, Mazigiro, Lurala na Kamisimbi. Mick Mutiki, mtaalamu wa masuala ya usalama mashariki mwa Kongo, anasema mgawanyiko na ukosefu wa utaratibu miongoni mwa makundi ya wazalendo ndio chanzo kikuu cha mvutano, hali ambayo inaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Vita zinahusisha pande mbalimbali
zingine. Hatuwezi kuwa tunasema tutaweka wazalendo kwenye mstari wa kwanza wa mapambano, kisha wakati tukisema tuzungumuze tuseme wao watakuwa hawatakuwa. Kusudi tupate amani ya kudumu, tutafute suluhisho pamoja. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, AFC M23 imeishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuchochea mapigano na kuwatisha raia katika maeneo iliyo nayo chini ya udhibiti. Msemaji wa kundi hilo, Laurence Kanyuka, amedai kuwa jeshi la serikali lilifanya mashambulizi ya makusudi kwa kutumia ndege zisizo na rubani katika maeneo yenye wakazi wengi ya Nyarushamba, Masisi na Kashebere, Walikale, akisema hilo ni ukiukaji wa uwazi wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Kanyuka amesema AFC M23 itaendelea kujilinda na kulinda raia wake dhidi ya tishio lolote. Hata hivyo, jeshi la Kongo FARDC limekanusha tuhuma hizo, likiituhumu AFC M23 kwa kuvunja makubaliano hayo. FARDC pia imepinga taarifa zilizodai kuhamisha wanajeshi na vifaa kutoka Bujumbura, likisema hizo ni taarifa za upotoshaji. Honore Imani, mwanaharakati wa asasi za kiraia mjini Bukavu, amezitaka pande zote kuheshimu makubaliano na kulinda raia wasiokuwa na hatia. Mikataba hiyo inaonekana imesahiniwa, lakini pande zote mbili hakuna uaminifu. Lakini inayoonekana kosa kubwa ni sababu hizo pande zote mbili hawaoni namna raia imesumbuka, namna raia imekufa na njaa na masasi kiolela. Msemaji wa jeshi hilo mkoani Kivu Kusini, Luteni Mbui Kalonjirigan, amesema jeshi liko tayari kujibu uvunjaji wowote wa usitishaji mapigano. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba Cameroon inakabiliwa na sintofahamu kubwa kufuatia kukamatwa kwa wanasiasa upinzani waliokuwa wakijaribu kuandaa maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, waliokamatwa watashtakiwa katika mahakama za kijeshi kwa tuhuma za uchochezi na kuhamasisha ghasia. Ingawa matokeo rasmi ya uchaguzi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumamosi ambayo ni Oktoba 26. Tayari matarajio ni kwamba Rais Paul Biya ambaye ameitawala Cameroon tangu mwaka 1982 na ni mmoja wa marais waliodumu madarakani kwa muda mrefu zaidi, ataibuka mshindi tena. Lubega Emmanuel anaarifu zaidi. Polisi walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Yaounde na mji wa Garoua kaskazini mwa nchi hiyo siku ya Jumanne. Waandamanaji hao walikuwa wakipinga kile wanachodai kuwa njama za tume ya uchaguzi kumtangaza Rais Biya mshindi wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 12. Sehemu ya matokeo yasiyo rasmi yaliyoripotiwa na vyombo vya habari vya ndani yanaonyesha kuwa Biya anaongoza kwa asilimia kubwa ya kura. Hata hivyo, mpinzani wake mkuu Issa Chiroma alijitangaza mshindi siku mbili baada ya uchaguzi, akidai kupitia mitandao ya kijamii kwamba amepata ushindi wa zaidi ya 80% ya kura katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Maandamano yameenea katika miji kadhaa ikiwemo Befoussam, Chang, Koresi na Douala ambako raia wanalalamikia hila katika mchakato wa uchaguzi, wakisema haukuwa wazi wala huru. Wanasema hali hiyo ni kielelezo cha ufisadi na huduma duni za kijamii licha ya utajiri mkubwa wa mafuta na rasilimali nyingine ambazo Cameroon inamiliki. Serikali kwa upande wake imethibitisha kuwa watu zaidi ya 20 wamekamatwa na watashtakiwa kwa makosa ya uchochezi, uasi na kusababisha ghasia, kama alivyoelezea waziri wa mambo ya ndani Paul Atanga Nji. Waziri huyo amesema kesi hizo zitashughulikiwa na mahakama za kijeshi, hatua ambayo imezua ukosoaji kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu. Wadadisi wa siasa wanasema ushindi wa Biya hautakuwa kushangaza ikizingatiwa kuwa vyama vya upinzani vilishindwa kuungana, jambo lilompa nafasi ya wazi rais huyo mkongwe ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Issa Chiroma aliyewahi kuwa msemaji wa serikali na waziri katika serikali ya Biya kabla ya kujiengua, alijipatia umaarufu mkubwa wakati wa kampeni wa kuwavutia maelfu ya wafuasi na kuungwa mkono na baadhi ya vyama vya upinzani na makundi ya kiraia. Hata hivyo, ikiwa Biya atatangazwa mshindi kama inavyotarajiwa, anaweza kuendelea kutawala hadi kufikisha karibu miaka 100 ya umri, jambo linaloibua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia na mabadiliko ya uongozi nchini. Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Waandishi wawili wa habari, mmoja kutoka Belarus na mwingine kutoka Georgia, wameshinda tuzo ya haki za binadamu ya Sakharov inayotolewa na Umoja wa Ulaya. Tuzo hiyo hutambua watu au taasisi zinazotetea uhuru wa kujieleza na haki za binadamu. Tangazo hilo limetolewa leo na rais wa bunge la Ulaya Roberta Metsola. John Juma na ripoti kamili.
Andrzej Poczobut, mwandishi wa gazeti la Poland Gazeta Wyborcza, anatumikia kifungo cha miaka 8 gerezani nchini Belarus baada ya kupatikana na hatia ya kile kilichoitwa kuhatarisha usalama wa taifa. Mwandishi huyo amekuwa akihusishwa na harakati za kutetea uhuru wa vyombo vya habari na haki za kisiasa nchini humo. Mwenzake Mzia Amaglobeli ni mwandishi maarufu kutoka Georgia ambaye alianzisha vyombo viwili huru vya habari. Alishtakiwa mwezi Agosti kwa kosa la kumzaba kofi mkuu wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga serikali, kesi ambayo wanaharakati wa haki za binadamu wameitaja kwa jaribio la kuzima uhuru wa vyombo vya habari. Amaglobeli alihukumiwa kifungo cha miaka 2 gerezani. Rais wa bunge la Ulaya Roberta Metsola alisema ujasiri wa waandishi hao umewafanya kuwa alama ya mapambano ya uhuru na demokrasia. So both are journalists currently in prison on trumped up charges simply for doing that. Kwa hiyo waandishi hao wawili wako gerezani kwa sasa kwa makosa ya kutungwa, ili hali walikuwa wakifanya kazi zao na kukemea ukosefu wa haki. Ujasiri wao umefanya wawe alama ya mapambano ya uhuru na demokrasia. Bunge hili linasimama nao na wote wanaoendelea kudai uhuru. Tuzo ya Sakharov ilianzishwa mwaka 1988 kwa heshima ya Andrei Sakharov, mwanasayansi na mwanaharakati wa haki za binadamu wa Umoja wa Kisovieti, ambaye pia alikuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Ni tuzo ya juu zaidi ya Umoja wa Ulaya kwa utetezi wa haki za binadamu na uhuru wa kujieleza. Washindi wa tuzo hiyo huchaguliwa na wabunge wa bunge la Ulaya baada ya kuteuliwa na makundi mbalimbali ya kisiasa. Kila mshindi hupokea zawadi ya euro 50,000. Kiongozi wa upinzani wa Belarus, Sviatlana Shikanovskaya, amesema tuzo hiyo inatoa ujumbe thabiti kwa wafungwa wa kisiasa kwamba hawajasahaulika na kwamba uandishi wa habari si uhalifu. Miongoni mwa washindi wa zamani wa tuzo ya Sakharov ni Nelson Mandela, Malala Yousafzai na Denis Mukwege.